sehemu ya mwelekeo wetu ni kufanya utafiti wa kina wa jiofizikia kwa kutumia ndege, ili kuongeza eneo la nchi lililofanyiwa utafiti huo kutoka 16% za sasa hadi kufikia 34%. Utafiti huo unatarajiwa kufanyika katika eneo lenye ukubwa wa 18% la nchi yetu, na lengo la serikali ni kufikia 50% ifikapo mwaka 2030. Utafiti huo ukikamilika utakuwa na manufaa mengi kwa nchi yetu katika sekta ya madini, kilimo, maji, mazingira, mipango miji na sekta ya ujenzi. Na maana taarifa tutakazozalisha katika utafiti huo zitakuwa ni taarifa fungamanishi, na wengine wanaweza kuzitumia kwa ajili ya kuendelea kutekeleza miradi mbalimbali. Lakini pia kabla ya maandalizi haya, tukumbuke kwamba nchi yetu imefanyia utafiti wa jiofizikia kwa njia ya kurusha ndege katika viwango viwili tofauti. Tuna kiwango cha low resolution, ambapo tukisema low resolution tunamaanisha kwamba ndege ilivyokuwa inaruka kutoka ule umbali wa usawa wa ardhi mpaka kule juu ilikuwa ni takriban mita 200 mpaka 250. Na ile line ndege ilipokuwa ikiruka, line moja na line nyingine zilikuwa zina utofauti wa kilomita 1. Sasa huu ni utafiti wa low resolution na ulifanyika kwa 100% ndani ya nchi yetu, lakini taarifa zake zinakuwa sio za kina sana. Kwa hiyo sasa utafiti mwingine ambao ni high resolution, huu ambao nimetoka kutolea maelezo, wenyewe umbali wa ndege kuruka kutoka usawa wa ardhi ni kati ya mita 40 mpaka mita 60, na mpangilio wa line ambapo ndege inaruka ni mita 200. Kwa hiyo utaona kwamba ndege inakuwa chini zaidi, na inapokuwa chini ina maana inachukua taarifa nyingi zaidi kutoka usawa wa ardhi, na taarifa hizo ni muhimu sana katika kuzichakata. Tunapozichakata zitatupatia mikondo au tunaziita trends za mipasuko, ambao pia mipasuko hiyo ina uwezekano mkubwa wa kuwa na madini. Kwa hiyo tukifanya hiyo resolution kwa 18%, tutasogea kutoka ile 16 tukijumlisha na hizo 18 tutafika 34. Sehemu nyingine tutaendelea kuboresha huduma na utendaji kazi wa GST kwa kuendeleza watumishi zaidi, kupata mafunzo, kununua vifaa vya kisasa vya kufanya uchunguzi wa sampuli za madini kupitia maabara, na vya kufanya utafiti wa madini ikiwemo helikopta. Kukamilika kwa ununuzi wa helikopta hiyo kutaongeza kasi ya utafiti au ya tafiti za jiofizikia ambazo ni muhimu kujua tabia za miamba na rasilimali nyingine zinazopatikana chini ya tabaka la juu la ardhi ikiwemo madini na maji. Sehemu nyingine ambapo tunaweka mkakati au tunategemea kupafanyia kazi ni kujenga maabara ya kisasa, state of art minerals and material testing laboratory. Maabara hii itajengwa hapa Dodoma, na maabara hii ni kwa ajili ya kuimarisha uchunguzi wa sampuli za madini nchini ili kuchochea shughuli za utafiti nchini na hivyo kuhamasisha ukuaji wa sekta ya madini. Maabara husika itakuwa na vifaa vya kisasa na itaweza kufanya uchunguzi wa sampuli za madini nyingi zaidi, ikiwemo zinazojumuisha madini ya kimkakati na madini muhimu. Ndio maana tunaweka pia mkakati wa kutrain watu wetu at least mpaka tunapofika utekelezaji huo, tunapoanza kuitumia maabara, basi na wataalamu wetu tumewanoa katika eneo hilo la kutumia vifaa vya teknolojia ya kisasa. Kingine ni kusogeza huduma karibu zaidi na wachimbaji wa madini, ikiwemo wachimbaji wadogo wa madini. Katika eneo hili, serikali imepanga kuanza ujenzi wa majengo ya kisasa ya ofisi na maabara katika mikoa ya Mbeya na Geita. Na ujenzi wa maabara hizo ukikamilika utasaidia kuharakisha shughuli za utafutaji na uchimbaji wa madini katika maeneo tajwa na kuwasaidia wachimbaji wadogo kuongeza tija na vipato vyao katika